libarikiwe. Ni mapenzi ya Mungu tena. Ni mapenzi ya Mungu siku ya leo ili kwamba tuanze kunena neno lake sawa sawa na kibali alichotoa. Amen. Leo ni siku ya Jumatatu. Nafikiri kwamba ndio tunaanza semina. Amen. Naomba masikio yenu. Naomba mioyo yenu. Haleluya. Kuna kitu ambacho kwamba Bwana atatenda. Ni kusudi lake. Ni kusudi lake hii kazi ifanyike. Amen. Ni wakati umefika na ni majira yamefika. Yale yalikuwa yamenenwa sasa ni wakati huu. Watu wanasubiri sana lakini kipindi kimefika. Haleluya. Haijalishi nje unapoona vipi. Hata Wanaisraeli vile vile walikuwa hivyo hivyo. Kipindi wanataka kutolewa walikuwa hawaamini. Lakini baadaye walikuja kujua kwamba hii ni kweli. Amen. Namshukuru sana Mungu. Namshukuru mchungaji Deo na kanisa. Haleluya. Kwa neema pekee. Mungu awabariki sana. Amen. Basi leo hii Mungu amependezwa kwamba ni neno lake linalosema. Taandika somo hapo. Somo taandika kwamba kuvitoa viungo. Kuvitoa viungo hasa miguu. Andika kuitoa miguu itumike kwa haki. Najua kuna andiko la tutaliangalia baadaye. Warumi 6:13 nasema vitoeni viungo vyenu vitumike kwa haki, visitumike kwa dhuluma. Haleluya. Hapo kabla hujamalizia, kufungiwa utayari miguu. Kufungiwa utayari wa injili ya amani miguu. Kufungiwa utayari. Haleluya. Amen. Maandiko tutakayosimama nayo Joshua 1:3, Isaya 52:7, Warumi 8:4-7. Isaya 52:7, Joshua 1:3. Kwanza kabisa Joshua 1:3, Isaya 52:7 na Zaburi 8:4-7. Haleluya. Joshua 1:3, neno la Bwana linasema, kila mahali takapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa nyinyi, kama nilivyomwapia Musa. Kila mahali ina maana kama umekanyaga hapa, Daula Bwana amekupa kumiliki. Daula na Tanzania. Amen. Isaya 52. Isaya 52:7 nasema, jinsi ilivyo mizuri juu ya mlima miguu yake aletaye habari njema. Yeye aitangazaye amani aletaye habari njema ya mambo mema. Yeye utangazaye wokovu auambiaye Sayuni Mungu wako anamiliki. Auambiaye Sayuni Mungu wake anamiliki. Haleluya. Zaburi 8, neno la Bwana linasema, Zaburi 8:4, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hatumwangalie?
Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi ya mikono yake, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Bwana Yesu, nalibariki jina lako. Ni utukufu aina gani ambao kwamba Bwana hakika unatuangalia sisi. Yesu, ni wakati wako ambao kwamba Bwana umejifunua. Umekuja ili kwamba kutumilikisha. Umekuja ili kwamba Bwana vile vitu ulivyoweka chini ya miguu yetu tuweze kuvimiliki. Umekuja ili Bwana kututengeneza sawa sawa na mapenzi yako. Maana lile ulilonena hakika halitapita. Maandiko yameandikwa, mbingu zitapita, nchi nayo itapita, lakini maandiko yako hayatapita. Huu ni wakati ambao ulionena kwamba milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Asante Bwana Yesu kwa mapenzi yako, maana Bwana hakika unatupenda. Amen. Haleluya. Neno la Bwana linaniambia kwamba tumesoma hapa kabisa kwamba kila mahali nyayo zitakapokanyaga tumepewa sisi. Hawa walikuwa ni Wanaisraeli. Haleluya. Hawa walikuwa wanaambia Wanaisraeli, na sisi Biblia ndio dira yetu. Hii Biblia ndio inautongoza. Hii Biblia ndio inatufundisha yale yaliyofanyika ili kwamba yafanyike vile vile. Amen. Kwa hiyo neno hili lilivyoandikwa sio lao, ili ni la kwetu vile vile. Haleluya. Lakini tukirudi tunajua kwamba kuna mwizi, kuna shetani. Shetani tunamjua kazi yake. Haleluya. Kwenye Isaya 3:24 pale anazungumzia kuna kitu cha badilisha. Badala hichi kinakuja hichi, badala hichi kinakuja hichi, badala uzuri kinakuja hichi. Hapa kwenye Isaya 52:7 inasema miguu yetu ni mizuri wale wanaohubiri Injili, na wana Mungu wote miguu yao ni mizuri. Haleluya. Sasa ule uzuri kweli upo, na huku Isaya anasema kwamba uzuri huo unaondolewa, kinachobakia ni nini? Ni alama. Kinachobakia ni nini? Ni tofauti. Mungu hawezi kuomba kitu kikawa sawa sawa baadaye kikabadilishwa akakubaliana nacho. Haleluya. Kumbuka kwamba shetani ni mwizi. Ndio maana Paulo anasema kwamba kwanza vitoeni viungo vyenu vitumike kwa haki. Anasema vitoeni. Yaani wewe mwenyewe ni kutamka kwamba mimi hichi kiungo nakitoa kwa Bwana ili kutumike kwa haki. Kwa sababu hapa anasema kwamba hivi viungo vinatumika kwa dhuluma. Dhuluma manake kinatumika sio badala ya kazi ya Mungu, kinatumika katika kazi nyingine ya shetani. Haleluya. Ukitaka kupima ni maandiko yanapozungumzia kuhusu kumiliki. Miguu yako inapokanyaga sehemu, kuna nini kinachotokea? Huko mashambani unakokanyaga kuna nini? Kwenye biashara unakokanyaga kuna nini? Ndio uthibitisho wenyewe. Makuhani walipokanyaga Jordan ilitindika. Kama Jordan ilitindika, si zaidi sana wewe ambaye leo ukikanyaga eneo, lile eneo lote unalimiliki wewe. Na Zaburi nani hapo? Inazungumza vitu viko chini ya miguu yetu. Na Mungu ametutawaza kwenye kazi zote ya mikono. Hivi vitu haviko mbali. Yaani ina maana hapo ulipokaa ukiinama unachukua kile kitu unachokitaka. Sasa mbona kimekuwa mbali mno? Mbona kimekuwa hatua? Mbona imekuwa ni mzunguko mkubwa sana? Haleluya. Amen. Ukimwangalia Paulo aliliona hili. Alilinena kwamba kile ninachotaka kufanya mimi sifanyi, bali nafanya kingine kile ambacho kwamba nisichopenda kufanya. Ni nini kinachopiga mbio? Ni ile dhambi ambayo inaopiga mbio imemteka. Ikasababisha kwamba kile anachotaka kufanya hakifanyiki. Na miguu yake vile vile. Maana yule aliona sio kwamba hivi alinena hivi. Alisema mwili huu, ole wangu kwa mwili huu. Nani atakayeokoa mwili wangu huu? Nani atakayeokoa? Kwa akili yangu mimi namtumikia Mungu. Lakini kwa mwili huu natumikia dhambi.
Imeandikwa hiyo kwenye Warumi 7:24 mpaka 25. Kwa akili yangu natumikia Bwana, na kwa mwili huu natumikia dhambi. Ukimwangalia Paulo yeye alikutana na Yesu moja kwa ana. Kaambia, kwa nini Paulo unaniuzi? Akawa haoni. Kaenda mjini huko. Yesu akamtuma nabii kwenda kumwombea. Nabii akaenda akamwekea mikono. Hata hivyo kwanza nabii yule alikataa. Alipotoka huko akaenda zake huko Dameski. Lakini kadri alivyokuwa anatumika, alikuwa anaona kwamba hatumiki vizuri. Kuna upungufu fulani alikuwa anauona. Ndio maana akalinena hili. Sijui wewe miguu yako unaona vipi? Haleluya. Miguu ndio inayomiliki. Ni neno la Bwana hili. Kwa hiyo kwa majira haya Mungu amerudi tena. Anasema kwamba tuangalie miguu yetu kuna nini? Kuna tatizo gani? Kama vitu viko chini ya miguu yetu, wala vipatikane kiurahisi. Sisi ni wana wa Mungu. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, na vitu vyote vimo ndani duniani ni vyake, sio vya mtu. Amen. Neno la Bwana linasema hivyo. Na ukiangalia kwa nini haya mambo yamefichika, yalikuwa yamefichika, sasa yamefunuliwa. Haleluya. Amen. Maana kwenye Luka 10:19 tumeambiwa kwamba tumepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na yule adui hawezi kutuzuru sisi. Yule adui hawezi. Ile miguu jinsi ilivyopewa mamlaka yake ni kubwa mno. Lakini katika udhihirisho ule haionekani. Katika utendaji ule haionekani. Jinsi Mungu alivyoweka katika kuheshimiwa miguu ile katika ulimwengu wa roho haipo. Kuna kitu kingine kabisa ambacho kinachoonekana pale. Sio kile Mungu kwamba nini alichokiweka. Haleluya. Warumi 16:20 Mungu alisema kwamba atamseta shetani chini ya miguu yetu. Atakuja vipi kuseta shetani chini ya miguu yetu wakati miguu yenyewe ndo haijulikani kwamba imekamilika? Kumbuka Paulo mara ya mwisho kabisa kwenye Wagalatia 6:17 anasema, mtu asinitabishe kwa vile mwili wangu nimechukua chapa ya Yesu. Anasema mtu sasa asinitabishe kwa vile mwilini mwangu nimechukua chapa ya Yesu. Nafikiri kwamba kile kipindi chake kile alichokuwa naona tabu ile shida na nini, aliomba sana mpaka akabadilishiwa, akaanza kuoneshwa kwamba nini ana chapa ya Yesu. Kwa Galatia 6:17 neno la Bwana linasema kwamba maana chapa ya Yesu, ukilisoma lile neno wa Galatia after ukija ukiunganisha na ile Warumi 7, kwanza lazima utafakari hichi kipindi mtumishi wa Mungu alikuwa vipi? Kwa nini alianena maneno hayo? Sababu nini? Alifunuliwa akaona. Huko anapoanza anasema vitoeni viungo vyenu. Kuvitoa mdomo nao inabidi utamke kwamba hichi kiungo mimi nakitoa kwa Bwana ili kitumike kwa haki. Na huko kiudhihirishiwa kwa kuoneshwa labda au kwa maombi mwenyewe ukiambiwa kwamba Bwana sasa hapo umetoka na kwenda wapi? Kama Paulo alipokuwa mwanzo alijiona na akanena, na mara ya pili tena alipobadilika alijiona na akanena. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa kwenye Wagalatia hapa. Wagalatia 6:17 tangu sasa mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa za Yesu. Haleluya. Kama amechukua chapa za Yesu, ina maana kama Yesu alivyo
Ukisoma kwenye Ufunuo moja pale unamkuta Yesu kwa ndani jinsi alivyo. Haleluya. Unamkuta Yesu jinsi alivyo kwa ndani, miguu yake nini, unaona, na nyota 7 sijui nini kwenye mikono yake. Lakini sasa yeye kipindi cha kwanza kile hakuliona hiyo. Kile alichokuwa nakiona alikuwa anaona vitu vingine tofauti. Hata Ayubu naye kwenye Ayubu 31:15 kwamba anasema kwamba nimetembea katika ubatili na mguu wangu umekimbilia udanganyifu. Na mguu wake umekimbilia udanganyifu. Andika moja, uzuri wa miguu na uwezo. 2, udhaifu wa miguu na sababu ambazo zimesababisha. Haleluya. 3, ulinzi na kutunza. 1, uzuri wa miguu na uwezo. 2, udhaifu wa miguu na sababu zinazosababisha. 3, ulinzi na kutunza. Haleluya. Amen. Hata tukirudi kwa Yesu, ukisoma kwenye Yohana 13:5 na 10 pale, utakuta na neno kama hilo. Yohana 13:5 nasema, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Ina maana kutawadha maana yake ni kuondoa vitu fulani ambavyo visivyofaa. Kufuta ni kuondoa vitu ambavyo wewe mwenyewe uviona, lakini yeye mwenyewe kaviona. Miguu hakuacha mitume wake vivi, alishughulikia. Kwa sababu ya nini? Alijua kuna nini ndani mwake. Haleluya. Amen. Hili neno hili Mungu ameniambiaje? Katika masomo ya matatu, kitu kitakachotangulia ni furaha. Haleluya. Amen. Mtaanza kuona furaha. Hiyo haitakosekana. Amen. Kuanzia jana, leo na kuendelea mpaka tutakapomaliza. Ndio ananiambia kwamba hii ndio itakuwa tofauti na hali fulani ambazo ziko zimezoeleka. Sawa? Kweli na uongo. Haleluya. Anasema kwamba kwenye Isaya 51:11 ndio tutakapokutana na neno hilo, kwamba waliokombolewa na Bwana watarudi wakifurahi, shangwe zitakuwa juu yao, watarudi mpaka Sayuni huko, huzuni na magonjwa yatakimbia. Amen. Miguu tumeangalia kwamba nini, jinsi Mungu alivyoweka miguu kwamba imiliki amri, akaipa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Akasema atamseta shetani chini ya miguu. Na miguu akasema kwamba ni mizuri kama nini, ile miguu inahubiri Injili. Lakini hapo tunaambiwa kwamba kwenye Isaya 3:24 kwamba hiyo uzuri huo unaweza kubadilika, ukawa na alama, ukawa na nini, ukawa na ufundo. Amen. Haleluya. Paulo tumemwona jinsi anavyozungumzia ile nini, viungo vyake. Kwa hiyo hicho tumeanza na kimoja. Viungo ni vingi. Amen. Amen. Ndio maana Yesu alisemaje? Yeye ni kichwa cha kanisa, sisi ni viungo kwake. Na kiungo kimoja kikiharibika, ina maana kwamba mwili mzima umefanya nini? Umeharibika. Sasa unaenda kuunga kwa Yesu.
miguu yenyewe imejeruhiwa, miguu imebadilishwa, miguu ina alama. Nini kinachofanyika kwenye kanisa la Yesu? Kanisa la hapa duniani, nini kinachofanyika? Kwa hiyo ina maana yale ambayo yapasayo kufanyika hayawezi kufanyika. Watu watakuwa wanazunguka hapo hapo. Wanasema wanakwenda, lakini kama wale wana Israeli walipozunguka katika milima ya Seira na vilima kwa muda mrefu. Amen. Twende kwenye Yeremia 6:21. Kumbuka kwamba nimesema kwamba kuvitoa viungo ili vitumike kwa haki na kufungiwa tayari miguuni, ili ni neno la Bwana ambalo kwamba nini? Bwana anasema kwamba neno lake ni moto. Yeremia 23:29. Neno lake ni moto. Na Ibrania 12:29 vile vinazungumza yeye ni Mungu moto ulao. Kwa hiyo hili neno sio kwamba bure tu hivi, linachoma, linapiga mbio, na mbio zake halitarudi bure, bali linatenda kazi yake. Yeremia 6:21. Neno la Bwana linasema, basi kwa hiyo Bwana asema hivi, tazama nitaweka makwazo mbele ya watu hawa, na baba na wana wao watajikwaa pamoja, jirani na mtu na rafiki yake watapotea. Haleluya. Bwana anasema kwamba ataweka makwazo, baba na mtoto watajikwaa, na jirani na mtu rafiki wote watapotea. Kwa hiyo hapa wakati mwingine mpaka marafiki wanasababisha watu kujikwaa, mpaka majirani wakati mwingine wanasababisha watu kujikwaa, wazazi nao wanasababisha watu kujikwaa. Mimi sielewi wewe umejikwaa mara ngapi kuanzia utotoni. Ukipiga hesabu yao kama utakumbuka. Wengine wamejijeruhi kwa majembe kwenye miguu, kwenye vidole. Sijui kama unakumbuka. Maana kujikwaa, hata Waswahili, hata watu wa nje wanaelewa kwamba kujikwaa maana yake nini. Ili neno mpaka Bwana analiandika hapa, kuna kitu ndani yake. Amen. Na Petro wa kwanza vile 2:7-8. Waraka wa Petro. Waraka wa kwanza Petro 2:7-8. Waraka wa kwanza anasema, tunaanzia kwenye 6. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwa nyinyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaa mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaa kwa neno lile wasioliamini, nao waliwekewa kusudi wapate hayo. Kumbuka kwamba hapa tunaeleza kujikwaa ni kuondoa heshima. Kujikwaa ni kuondoa heshima. Na hiyo hatujawekewa sisi, wamewekewa wale watu wasioamini. Lakini kwa nini katika mwenendo wa wana wa Mungu wanakuwa na kujikwaa na kujiuliza? Mimi mara nyingi